Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Spam Media. Katika pitapita zangu kwenye kutafuta hizi habari nilikutana na balozi wa nchi ya Lebanon pamoja na balozi wa nchi ya Palestina katika kikao cha Umoja wa Mataifa, wakizungumza na wakisema ya kwamba kwani Israeli wao sheria zao ni za tofauti, kwa sababu wao wanafanya mambo makubwa na mazito lakini sheria haziwahukumu, lakini mataifa mengine wakifanya mambo makubwa na mazito sheria hizo zinawahukumu. Kwa hivyo ni kwa nini Umoja wa Mataifa unawalealea na kuangalia Israeli kwa kile ambacho wanakifanya? Mpaka balozi wa Lebanon akaenda mbali zaidi akasema kwamba Israeli wao wana haki ya kukatisha maisha ya watu, lakini wao Lebanon wenyewe haki yao ni maisha yao kukatishwa na Israeli. Ulikuwa na ujumbe wenye uchungu kweli kweli. Sasa ndio hiki ambacho kimetokea hapa katika hii habari. Taarifa inasema kwamba shambulio la Israeli la uasita katika Zebini ya Lebanon. Vyombo vya habari vya Lebanon na shirika la habari la kitaifa la Lebanon linaripoti shambulio lingine baya la Israeli kusini mwa Lebanon katika mji wa Zebidin. Shambulio hilo la ndege isiyo na rubani, yani drone, limeondoka na watu 6 karibu na makaburi ya mji huo, kulingana na shirika hilo la habari limesema hivyo. Kwingineko, shambulio la Israeli liliwajeruhi watu 2 katika mji wa Dibin, chombo cha habari kiliripoti hivyo. Katika mashambulizi yote ambayo yameshambuliwa katika siku ya hii leo, watu 23 wameiaga dunia katika nchi ya Lebanon. Hii inatokana na mashambulizi makali ambayo ya Israeli wanayafanya katika nchi ya Lebanon, kitu ambacho katika Umoja wa Mataifa wale viongozi walikuwa wakipigia kelele. Leo tu watu 23 tayari wameondoka katika uso wa dunia. Israeli wamefanya mashambulizi hayo. Mtazamaji, hiki ndicho ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati, lakini pia Iran ilisema ya kwamba Lebanon ijumlishwe katika masuala mazima ya kusitisha vita, lakini Israeli hataki kuelewa. Netanyahu bado anaendelea kuwashambulia tu. Maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment.